Jambo watazamaji na mashabiki wa kereketwa wa runinga muipendayo ya mafunzo New Curriculum, leo ikiwa ni siku ya Jumapili tarehe 8 mwezi wa 11 mwaka wa 2020. Ama kama ilivyo desturi ya kila Jumapili, mimi huchukua fursa wananchi wa Kenya na watazamaji wangu kuwakaribisha katika kipindi mahususi ambacho bila shaka kina mengi sana ya kuwafunza na kuwajuza na kuwaelimisha kuhusiana na masuala nyeti ambayo yanagonga vichwa vya habari katika taifa letu na ulimwengu mzima kwa jumla. Na basi leo hino tofauti na Jumapili zilizopita, kipindi changu kitakuwa kimegawanyika katika sehemu mbili. Sehemu ya kwanza nitazungumzia habari ambazo ni za hivi punde ambazo zilitokea jana na ambazo zinagonga vichwa vya habari na vyombo vya magazeti kama vile runinga, magazeti ya kote ulimwenguni. Ni kuhusiana na swala nzima la uchaguzi wa urais kule nchini Marekani, ambapo Waamerika wameamua nani wanayemtaka kuwa kiongozi wao. Na vile vile nikitimisha hilo ambalo nitakuuzia kwa kifupi, bila shaka nitaenda katika swala nzima hili nalo ambalo bila shaka pia ni swala ambalo linazidi kuzua changamoto na kizungumkuti katika taifa nzima, hapa tuseme katika ulimwengu mzima kwa jumla, na ambalo ni si jingine bali ni gonjwa hili hatari sana la COVID-19. Naam, karibuni sana, makinike, mtulie na mfuatilie, na hali kadhalika ukiwa na swali bila shaka unaweza kutumia namba yangu ya simu kuniuliza. Endapo ni msamiati wa Kiswahili utasikia bana umekupiga chenga, bila shaka niko radhi kukuelezea. Kwa hivyo moja kwa moja tuanze na sehemu ya kwanza. Hapa kweli hiyo jana jioni majira ya saa 1 ulimwengu mzima ulipokea habari ambazo ni za kufurahisha na kwa wengine ni za kutamausha. Habari zenyewe zimehusu kuchaguliwa kwa kura nyingi bwana Joe Biden kuwa rais mpya wa Marekani. Ama kweli habari hizo za hipo punde zilifika kwenye runinga zetu, kwenye radio zetu majira ya saa 2 ama tuseme saa 1:30 usiku. Ama kweli mheshimiwa rais mchaguliwa Joe Biden, ambaye chama chake cha kisiasa ni kile cha Democratic, hivi sasa tunazungumza akona umri wa miaka 77 na alizaliwa mwaka 1942. Huyu ni jamaa ambaye alishinda kwa wingi wa kura, manake alipata kura 273 dhidi ya kura zake rais ambaye alikuwa hapo awali, mheshimiwa Trump, ambaye bado ataendelea kuwa rais mpaka Januari, ambazo zilikuwa kula 214. Ama kweli Joe Biden amepitia changamoto nyingi za maisha. Amepitia mengi ya kuhuzunisha. Manake tukichakura hapa na pale tunaona kwamba aliweza kupoteza bibi yake kupitia ajali mbaya barabarani mnamo mwaka 1972. Bibiye aliyempenda sana na ambaye alikuwa anaitwa Neila Anders. Alikadhalika akampoteza mwanawe mpendwa aliyempenda sana. Ama kweli kulingana habari hizo zote tumezipata kupitia runinga tajika katika ulimwengu, ambazo ni runinga ya CNN na runinga ya NBC. Kwa sasa naendelea kufuatilia yale yanayojiri kule Marekani ili kusudi nipate kuwajuza mengi kuhusiana na swala nzima hilo la kuchaguliwa kwa rais Joe Biden kuwa rais mpya wa Amerika. Na ambapo kama nikiangalia baadhi ya video ambazo zilikuwa zinachipuka jana usiku, ambazo zilikuwa za moja kwa moja, bila shaka mashabiki wananchi wengi wa Marekani walikuwa wamejitokeza barabarani kusudi na kusherehekea ushindi wake Joe Biden. Huko Joe Biden akiwahimiza wa Amerika wote kwa jumla wakae na watulie mpaka kura zote ziweze kuamuliwa. Lakini kulingana na mambo yalivyo ni kwamba yaelekea sasa yeye atakuwa rais wa Marekani, lakini yote 9 tunamtakia kila laheri anapoanza majukumu yake mapya kama rais wa Marekani. Hayo kando, sasa tuje katika sehemu ya pili ambayo ni swala nzima la COVID-19. Ama kweli Kenya, kama nilivyokuwa nimetabiri hapo juma iliyopita, tumeingia katika awamu ya pili
tumeingia katika awamu ya pili ya COVID. Na kwa sasa maambukizi na kuambia yamekithiri. Hospitali nyingi zetu, vyumba vya wagonjwa mahututi tunasikia vimejaa na kujaa kweli, kujaa vuli. Na bado watu wanaendelea tu kuhangaika, watu wanakufa na mambo mengine kama hapo. Kwa hivyo kwa kifupi tuangalie hali ilivyokuwa hapo siku ya Jumamosi, hiyo ni jana tarehe 7. Mpaka sasa yale maambukizi, yani cases, zimefikia watu 61,769. Hao ni wale ambao wameambukizwa, na wale ambao inasemekana kufikia hiyo jana tarehe 7 wameaga dunia ni watu wengi. Maanake sasa wamefikia watu 1,103. Hao ni watu, na wale ambao kwa kudura yake Mwenyezi Mungu wameweza kuambukizwa na wakapona, na tukikumbuka hiyo jana watu 808 waliweza kupona, na hiyo ni idadi kubwa sana. Hilo ni jambo la kutia matumaini kwamba gonjwa hili si mwisho wa mauti. Maanake unaweza ukaambukizwa na bila shaka ukapona endapo utafuata yale maagizo na mikakati ambayo tunazidi kupewa na Wizara ya Afya pamoja na waziri wetu Bwana Mutahi Kagwe. Kwa hivyo watu ambao wameambukizwa na wakapona wamefikia watu 40,931. Hao ni watu. Sasa wakati mtukufu Rais Uhuru Muigai Kenyatta alipokuwa analihutubia taifa, alipokuwa anazungumzia hali ya taifa juma lililopita, bila shaka kuna mambo mengi ambayo aliyafanya baada ya kuona zile changamoto. Alikadhalika mkurupuko wa pili umeanza wa COVID. Kuna mambo alifanya hapa na pale, kuna kwingine alifunga kamba alikaza kidogo, na kwingine akalegeza kwa kiwango fulani. Kwa mfano alisema sasa ni dhahiri shahiri kwamba wanafunzi ambao wako majumbani wataendelea kusalia kule majumbani mpaka mwaka wa 2021. Kwa hivyo wale ambao watasalia shuleni ni dhahiri shahiri kwamba ni wanafunzi wa darasa la 4 ambao ni watainiwa baada ya mwaka ujao, na wale wa darasa la 8 ambao bila shaka watatainiwa mwaka ujao, na wale wa kidato cha 4. Hao tu ndio tutaendelea kukaa nao shuleni, licha ya kwamba tunazidi kupata habari kwamba kuna mambo mengi yanatokea. Mara shule fulani umepatikana visa vipya vya corona COVID-19. Lakini yote tisa, wananchi wa Kenya, mimi nina uhakika kama mauti kwamba endapo tutazingatia ile mikakati, mimi sidhani kama kuna shule ambayo itakuwa na kisa hata kimoja. Tukiacha ule mzaa. Kumbuka Waswahili walisema mzaha utunga usaa. Na kwa hivyo endapo mtu ataambukizwa ama ngoje aone mtu ambaye aliambukizwa ndipo aweze kuamini, chambilacho Bwana Mutahi Kagwe, afadhali usimuone kana namna hiyo. Kwa hivyo bila shaka rais alisema shule ni mpaka mwaka ujao. Alikadhalika akaongezea ile ilani ya kutotoka usiku, akapunguza kwa muda saa 1. Sasa itakuwa inaanza saa 4 usiku hadi saa 10 alfajiri. Hiyo ni sawa. Alikadhalika ule wakati wa kutembea katika maeneo ya burudani mabaya yale akapunguza. Sasa mabaya yatakuwa yanafungwa majira ya saa 4. Wale wanabukia tembo wale wanywaji wa tembo wale, sasa wako na muda hadi saa 2:30 hivi. Ifika saa 2:30 uanze kutafuta njia ya kuelekea kwako. Halikadhalika akasema ya kwamba wale ambao wako na idadi kubwa ya miaka kuanzia zaidi ya 58, ikiwezekana wafanye kazi, wasijitume sana katika kazi, manake afya yao ama umri wao bila shaka uko katika hali hatari sana, na ikiwezekana mtu afanyie kazi nyumbani, na isipokuwa tu wale ambao wanafanya kazi za lazima katika serikali na mambo mengine kama hayo. Na sasa hebu tuende moja kwa moja, na tukumbuke ya kwamba juma hili tumeshuhudia watu wengi wakiaga dunia. Hususani juma moja hili tumeshuhudia watu zaidi ya 100 wakiaga dunia. Wakenya, hii inawafundisha nini? Hii inaonyesha kwamba watu sasa katika mkufuko sehemu ya pili hamna mchezo bwana.
watu wanaaga kama nzige. Endapo katika siku mbili ama juma moja watu 100 wanaweza kuaga dunia. Sasa hapa hamna mzaa tena. Na watu wale wengi waliaga dunia siku ya Alhamisi na siku ya Ijumaa. Kwa hivyo tuihadhari sana. Sasa twende moja kwa moja katika shule zetu. Shule zetu bado changamoto ziko. Tunao wale wanafunzi. Na nimezungumzia mengi kuhusiana zile changamoto. Na bado nakusii wewe mzazi ambao unaniangalia. Mtoto wako anapotoka nyumbani, hasa hao ambao wanasoma hao, tafadhali muhakikishie, zungumza na mwanao, zungumza na bindio, zungumza na mvuli wako, zungumza na gashi wako, zungumza na banati wako, zungumza na gulamu wako, muelezea kwamba kuna umuhimu wa kuvalia barakoa kila wakati. Asingoje achungwe na yeyote yule. Anapotoka pale nyumbani iwe pale kwenye mdomo. Na siteremushe ifunike huku chini huku mahali yangu imefika kulasha. Ajifunike vizuri. Manake haya maradhi vini vyake vinasambaa kupitia hewa. Kwa hivyo tunapokuwa pale shuleni tusisahau kuchukuliwa vipimo vya joto. Uwe mwanafunzi, uwe mwalimu, uwe mfanyikazi, pale kwenye lango ni sharti uchukuliwe vipimo vya joto. Na si mzaa jamani. Maana mtu mmoja anaweza kuangamiza watu wengi sana. Swala la pili, tuvalie barakoa wakati wote. Tukae umbali wa mita 1.5 tunavyoambiwa. Tunawe mikono, kama una maji, kama hakuna maji, mawe yanatirika, tumia kile kieuzi kunawa miguu, usafishe ile mikono. Katikati usafishe tu kama unasafishia mtu lasha. Maana mimi nimeshuhudia na nimeona wengine wako na mzaa hapa na pale. Na huu mzaa ndio utakuja utumbikia nyongo. Hali kadhalika maeneo ya kujisaidia pale shuleni, tafadhali ile ama uongozi wa shule msilegeze kamba. Wale wamepewa majukumu ya kutembea na kuona kama vyoo viko sawa, msijifungie katika maofisi yenu na kuona ya kwamba kila kitu kinaenda shwari. La hasha. Zunguka pale uone kama vyoo vya wavulana viko sawa, vyoo vya wasichana viko sawa, na hali kadhalika kama ni vidimbwi pale shuleni, vidimbwi visitumike. Na hiyo ni kitu imesemwa. Hataki kuona watu wengine wanaenda kupiga mbele, hapana. Hiyo sasa si vizuri. Kwa hiyo tufuate, maana huu mchezo ambao wakati mwingine watu wanaingiza ndio ambao